na tujikumbushe maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, majtama qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hawatajikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, na buyutullahi azza wa jalla fil ardi hiya almasajid, nyumba za Allah hapa ardhini ni misikiti. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hawatajikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, yatluna kitab Allah, wakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu fima bainahum, na wakisomeshana baina yao kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wakisomeshana Qur'ani, kadhalika fiqhi ya Qur'ani, kadhalika fiqhi ya sunna, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa watu hao watashukiwa, watateremkiwa na utulivu. Allah tabaraka wa taala atawateremshia utulivu, utulivu wa nyoyo, kadhalika utulivu wa viwiliwili. illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma. Kadhalika katika faida Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, na watakuwa ni wenye kufunikwa na rehema za Allah tabaraka wa taala. wa ghashiyatuhum ar-rahma, na watakuwa ni wenye kufunikwa na rehema za Allah jalla fi ula. Na si hivyo tu, wahaffatuhum almalaika. Kadhalika katika faida za majalisi hizi za kheri, majalisul ilmi, wahaffatuhum almalaika, malaika huwafunika kwa mbawa zao. Na hapa kuna maelezo mengi ya wanachuoni katika malaika, namna wanavyowafunika kwa mbawa zao. Imma kama anavyosema al-Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, imma malaika wanawafunika kwa mbawa zao hisiyan, kwa mbawa zao halisi walizoumbiwa na Allah tabaraka wa taala, wanawafunika kwa zile mbawa zao. Hii ni maana moja inayokusudiwa katika maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wahaffatuhum almalaika, na wanawafunika malaika kwa mbawa zao hakikatan. Lakini maana nyingine ya kuwafunika malaika kwa mbawa zao, kwa maana akasema ya kwamba malaika wanakuwa ni wenye kuwaombea dua, wanakuwa ni wenye kuombea dua ya rahma na maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wanakuwa wamefunikwa na mbawa za malaika kwa maana za rahma. Malaika wanakuwa ni wenye kuwahurumia waja hao wa Allah tabaraka wa ta'ala na kuwaombea dua kwa Allah jalla fi ula, kwa muda ambao wako katika vikao vya kielimu, wanatumia muda wao, wameacha mambo yao ya kidunia, lakini wamekuja katika nyumba ya Allah, wanatafuta radhi za Allah. Kwa malaika wanawaonea huruma watu hawa, kwa wanakuwa ni wenye kuwaombea dua ya thabati, dua ya rahma, dua ya maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika maana ambazo maulama wameelezea katika hadithi hii, haffatuhum almalaika. Lakini si hivyo tu, haitoshi katika faida
alizozitaja Mtume alayhi salam katika hadithi hii, akasema wa dhakarahumullahu fi man indahu, na Allah tabarak wa taala huwataja waja wake hao mbele ya malaika almuqarrabun, mbele ya malaika wake walioko juu. Kwa maana Allah tabarak wa taala anakuwa ni mwenye kuwasema vyema, kuwataja kwa uzuri wanafunzi na Waislamu kwa ujumla wenye kukaa katika vikao hivi, anawataja kwa uzuri mbele ya malaika wake watukufu. Unaonaje Muislamu kutajwa na Allah tabarak wa taala kwa wema, kutajwa na Allah jalla fi'ala kwa uzuri mbele ya malaika? Unaonaje hii? Ni kheri iliyoje, kwamba muangalie mja wangu fulani amekuja katika nyumba yangu, ametulizana, anasikiliza maneno yangu, mbashirie kheri, mpe bishara. Kwa hiyo katika nukta ya mwisho ya hadithi tumeona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea katika faida za majalisi za dhikr, majalisul ilmi, ni kwamba ni sababu ya sisi kutajwa na Allah tabarak wa taala mbele ya malaika almuqarrabun, na hii ni kheri kubwa sana, kheri kubwa sana. Mfano mdogo tu ionekane Muislamu au mtu unatajwa na mtu aliyekuwa mkubwa, huu ni mfano. Ukasikia kwamba shekhe fulani mathalan, katika mashekhe wakubwa ambao wana manzila Allah tabarak wa taala amewanyanyua, au katika watu wenye nafasi katika nchi, ukasikia kwamba anakutaja kwa uzuri, bwana nimemsikia fulani anakusema vizuri sehemu fulani, utajisikiaje? Bila shaka utajisikia faraja, yani moyo wako utahisi baridi, utahisi furaha kwa kutajwa kwa uzuri na mtu huyo ambaye hukutarajia, mtu mwenye nafasi yake. Sasa huyu ni mwanadamu mwenzio, unajisikia furaha kwa kukutaja kwa uzuri. Fakaifa birabbik, inakuwaje Muislamu ukisikia kwamba Mola wako anakutaja kwa uzuri, tena inda almala'il a'la? Ni kheri iliyoje, kheri kubwa. Muislamu anatakiwa kheri hizi kuzikimbilia, na hivi ni vikao vya kielimu, vikao vya kielimu ambavyo Waislamu wengi wanavikimbia. Utakuta Waislamu wakisikia kuna munasaba fulani, wakaalikwa, masha Allah, watu wanafika kwa wingi kama hivi, Allah wabariki, na watu wametoka mbali wamekuja kwa ajili ya munasaba wa muhadhara huu wa Sheikh, na Allah ajalie haya katika mizani hasanatikum yawm alqiyama. Lakini bilasaf vikao hivi vya kielimu vile vya kudumu miraran wa takrara ni wachache ambao wanahudhuria na kuvidumisha. Kuhudhuria misikitini kwa ajili ya majalisi za kielimu ni wachache sana. Sasa kwa maana ukiangalia hadithi hii tuliyoisoma, ni Waislamu wengi wanakosa fadhila, wanazikosa hizi faida alizozitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya watu kwenda misikitini kwa ajili ya kusomeshana kitabu cha Allah jalla fi'ala. Mtu yuko tayari akae pale nje kijiweni, anapiga stori na kunywa kahawa wakadha na kuangalia mtandaoni kipi kimetrendi, basi na yeye anadili nacho. Akisikia adhana anakuja msikitini, lakini wakati huo darasa inaendelea, yeye yuko nje kule. Hii ni hasara,
Ni kheri iliyoje Muislamu kutumia muda wako nusu saa dakika 40 kuja darasani hapa, na sio katika chumba cha darasa bali ni msikitini. Ni kheri iliyoje, ni kheri juu ya kheri. Hebu tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu, wanafunzi kadhalika na wasiokuwa wanafunzi, Waislamu wa kawaida, tutenge muda wetu. Na walillahi alhamdu, hiki ni kipindi tayari marakizi zilikuwa ijaza, zilikuwa katika likizo ya Ramadhani. Sasa hivi marakizi zimefunguliwa, bila shaka marakizi nyingi jana zimefunguliwa, zingine juzi, wa hakadha, na durusi zimekuwa ni zenye kuanza na kuendelea. Kwa hivyo nichukue fursa pia kuwahimiza Waislamu kuhudhuria majalisi za kielimu, vikao vya halakati misikitini. Pangeni mambo yenu, wafanya biashara na wengineo, pangeni mambo yenu, pangilieni mambo yenu vizuri, lakini mtenge muda wa kuhudhuria misikitini talaban lililmi, kwa lengo la kukaa chini kwa mashekhe kutafuta elimu. Mchana kutwa unatafuta maisha, na hiyo ndo mfumo wa Allah tabaraka wa taala. Waja'alna an-nahara ma'asha, tafuta starehe, tafuta riski katika nyakati za mchana. Lakini pia usisahau unapopata faragha, muda huo huo wa mchana, kuweza kutafuta akhira yako. Na katika kutafuta akhira ni kuhudhuria majalis, kwenda darasani kusoma. Lakini kama huna muda wa kuweza kuingia darasani kusoma mchana, basi si vibaya ile kipindi cha usiku kuhudhuria japo zile darasa za halakati misikitini, unakuwa hujakosa kabisa, na utakuwa katika kheri kubwa, kwa sababu huo ndio wasaa wako aliokujalia Allah tabaraka wa taala, kwamba mchana kutwa ulikuwa katika fantashi, basi magharibi unatenga kwamba muda huu wa magharibi kila yao na kuwa darasani. Basi hii ni kheri kubwa sana. Lakini wewe mchana unatafuta riziki, usiku uko katika mambo mengine ambayo hayana faida saa zingine na akhira yako na dunia yako na dini yako. Wadhalika huwa alkhusran almubin, wa na'udhu billahi min su'il hal. Kwa hivyo tujitahidi sana Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hii ni hadithi ambayo inafahamika kwa watu wote, sawa? Ni hadithi ambayo inafahamika kwa watu wote kwamba kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu, ala kulli muslim, ni lazima. Na kutafuta elimu kama wanavyosema ahlul ilmi kwamba umegawika sehemu mbili kuu. Kuna elimu ambayo talabuhu fardun aini, ni lazima, fardun aini, ni lazima kwa kila mmoja. Na kuna elimu ambayo talabuhu fardun kifai, kuitafuta kwake ni fardhu kifaya. Elimu ambayo kuitafuta kwake ni fardun aini, ni fardhu ya lazima, kwa maana ala kulli ahadin, ni ile ambayo Muislamu anatafuta elimu hiyo ili aweze kujua kaifa ya'budu rabbahu, vipi atamwabudu Mola wake.
elimu ya kujua namna ya kumwabudu Mola wake. Islamu asome, ajue namna ya kuswali kuanzia kule kwenye khala, huko vioni, kadhalika katika makulateni usome namna ya kujitaharisha, kadhalika usome namna ya kushika udhu na kuoga, usome namna ya kuswali na mengineyo, elimu ambayo itakusaidia wewe kujua namna ya kutekeleza ibada ya wajibu. Hii inakuwa utafutaji wake ni fardhi kwa kila Muislamu, na sio kwamba shekhe fulani akishajua ndo nao umejua. La, lazima na wewe usome kwamba shekhe yupo, kwa hivyo anatosha. Kutia udhu kwangu nitasoma kwa shekhe, yani shekhe akishatia na mimi ndo nimetia udhu. La, lazima na wewe usome ujue namna ya kutia udhu. Hii ni fardhu ain. Ama aina nyingine fardhu kifaya, na naambiwa mashekhe tayari wamefika, na takuwa si katika adabu kuendelea na mazungumzo wakati wageni washafika. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, na Allah tabaraka wa taala tuwafikishe na tujalie tuwe ni wenye kuthibiti na kuwa makini darasani, na tutahini na mtihani wa nuasi, usingizi na mfano wake mpaka mwisho wa muhadhara. Na Allah tabaraka wa taala tuwafikishe tuweze kupata faida kwa shekhi wetu. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.